بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نendelea na darasa yetu ya hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kupitia kitabu Matnul Arba'in an-Nawawiyya cha al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Leo tutaanza hadithi ya 16. Hadithi ya 16, hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, اقرأ. القارئ يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام محيدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. نعم. الحديث 16، وهو حديث عظيم كما يقول الإمام الجرداني رحمه الله تعالى: إن هذا الحديث عظيم وهو من جوامع الكلم، لأنه جمع بين خيري الدنيا والآخرة. حديث يكون 16 مبكيوا كتوك أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا، kwamba mtu mmoja mubham, yani hajulikani ni mtu gani, mtu mmoja tu, mtu mmoja katika masahaba. Baadhi ya wanawachuoni wanasema la'allahu Abu Darda, huenda akawa yeye mtu mmoja huyu ni Abu Darda, sio kwa jazm kukata, la, pengine akawa ni yeye, kwa sababu yeye alimuomba Mtume sallallahu alayhi wasallam amuhusie wasia wa khairi. Ala kulli hali, kwamba mtu mmoja qala lin-nabii sallallahu alayhi wasallam, alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam: ausini, niusie, ausini, niusie. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam: la taghdab, usilipitishe au usipitishe maamuzi kwa sababu ya hasira. La taghdab, usipitishe maamuzi kwa sababu ya hasira. Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala يلتك مسؤالي: فهل مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا تغضب أي لا يقع منك الغضب، أو المعنى لا تنفذ الغضب؟ جيما كسوديوا يا متومه صلى الله عليه وسلم katika kauli yake la taghdab, ni kwa maana isipatikane kwako wewe ghadhabu, usikasirike, au maana yake usipitishe maamuzi kwa sababu ya ghadhab. Sawa?
ikiwa jambo la kwanza ni gumu, usighadhibike, kwa sababu alghadhabu tabii ni jambo la kitabia, kimaumbile ya mwanadamu. Tunaweza kulizuia vipi? maana ya pili, huwa alla tunafidha muqtada alghadab fahadha haqqun fayunha anhu. Hii itakuwa ndio haki, ndio sawa na ndio inayokatazwa. idhan kalimat la taghdab hal hiya nahyun عن الغضب الذي هو طبيعي أو هي نهي لما يقتضيه الغضب؟ neno hili la taghdab, je, ni kukatazwa kughadhibika ambako ni katika maumbile ya mwanadamu, au kukatazwa kulifanya lile ambalo linahukumiliwa na ghadhab? Kwa maana yake itakuwa ni hii ya pili, la taghdab la tunafidhu muqtada alghadab. Ndio maana tukatafsiri hapa la taghdab, usipitishe maamuzi kwa sababu ya hasira, kwa sababu ya ghadhab. Lakini wengine wamekwenda hivyo hivyo wakasema usighadhibike, kwa maana usifuate, usiingie katika zile wasaili ambazo zitakupelekea kwenye kughadhibika, ukafanya mambo ambayo wajua kwamba haya mimi yataniingiza katika ghadhab. Jiweke nayo mbali hayo, kwa sababu kupitia ghadhab kuna mambo mengi ambayo yanaweza kutokea na ni mambo ya haramu, kama tutakavyoeleza kwa mukhtasar. La taghdab, usipitishe maamuzi kwa sababu ya hasira. Faraddada miraran, akarudia au akalirudia hilo mara nyingi. Faraddada miraran, akalirudia hilo mara nyingi. Qala la taghdab, yani swali lake akalirudia, au sini Mtume صلى الله عليه وسلم akarudia la taghdab, usighadhibike, kwa neno fupi, au usipitishe maamuzi kwa sababu ya ghadhab. رواه البخاري، hadithi yameipokea al-Imam al-Bukhari. Tunafahamu kwamba mtu anapokuwa anapitisha maamuzi wakati ameghadhibika anaweza kusababisha mambo mengi sana ya haramu, kama vile kuua. Mtu aweza kumuua mwenzake, akaua nafsi, bali akaiua nafsi yake kwa sababu ya ghadhab. Anaweza kupiga watu, akafanya uadui mwingi, au akazungumza maneno machafu kama vile qadhf, kuwatuhumu watu, au kutukana, kawatukana watu, au akayazungumza maneno machafu, au akatoa viapo, nadhiri, talaka, mambo mengi yakapita kwa sababu ya ghadhab. Kwa hiyo haitakiwi mtu kupitisha maamuzi kwa sababu ya ghadhab au wakati wa ghadhab. La taghdab. Na ndipo watu wengi wanapokuwa wanakosea, mtu anapoghadhibika utamwona anazungumza tu, anasema tu, anamaliza maneno yote mpaka mwisho. Haitakiwi kufanya hivyo, Au ataka kutoa adhabu, kumwadhibu mtoto wake, amekasirika kweli kweli, ndio anapitisha ghadhabu. Hutaweka kitu katika kiwango chake. Zuia ghadhabu yako, utakupitisha maamuzi, utapitisha baada ya ghadhabu kutulia. Sawa sawa. طيب, الغضب دي الله سبحانه وتعالى ينغضبك. الجواب القرآن يجيب بالإيجاب. القرآن يجيب هو ndio pale aliposema ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وغضب الله عليهم، الله من غضبك. أو يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. lakini kama ninavyopitisha aya zote na nususu zote za sifat, kwamba kughadhibika kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni sifatun taliqu bijalalihi wa 'azamatihi. Hii ndio manhaji salafu al-umma katika sifati Allah ta'ala. Kuna watu wameumbwa wana maumbile ya hasira na ghadhab, na mwenyewe anajijua kabisa, mimi bwana nikikasirika naweza kufanya lolote hapa, au mimi na hasira sana. Mtu anajijua hivyo, lakini hapa afanye ilaji yoyote katika tabia yake, kwa sababu si tabia nzuri. Nani kakwambia kwamba kughadhibika ni tabia nzuri?
ni katika tabia mbaya mtu alioumbwa nayo, kwa sababu ghadhabu inatokana na shaitani, ndiye anayekuchochea pale. Sasa usije ukaona kwamba ni ujasiri ndio tabia nzuri. Si katika tabia nzuri kwa ghadhibika mpaka macho yakawa mekundu, ukawa tu kama povu, utakufanya hivi. Katika ilaji yake ni kukithirisha kuomba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah huwa al-muwaffiqul hadi ila siratil mustaqim. Kithirisha kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akupe hilmu, akupe hikma na busara. Sawa, hikma na busara katika mambo yako, katika maamuzi yako, na upole. Kadhalika mulazamatu dhikri Allah azza wa jalla, kulazimiana kumdhukuru Allah azza wa jalla, kama vile kusoma Qur'ani na tasbihi na tahlil, ili moyo wako upate kutulizana. Ala bi dhikri Allah tatma'innul qulub. Kadhalika miongoni mwa sababu za kupunguza na kuondosha ghadhab ni at-ta'awudhu minash shaitani rajim, kuomba hifadhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kukinge na shaitani rajim. Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele yake siku moja kuna watu wawili walikuwa wakitukanana, mmoja wao akaghadhibika sana mpaka mishipa yake ya shingo ikasimama na uso wake ukavimba, akawa amebadilika rangi kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajid, mimi najua neno ambalo lau angelisema huyu basi yangemuondokea yale ambayo anayahisi yeye. Famtalaqa ilayhi ar-rajulu fa akhbarahu biqawli an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mtu mmoja akaenda kwake akamuelezea yale aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, waqala ta'awadh billahi minash shaitan, taka hifadhi kwa Allah akukinge na shaitani. Tayib, kwa hiyo miongoni mwa sababu za kujiondoshia ghadhabu ni hivi. Watu wana ghadhabu kwa wake zao, wana ghadhabu kwa watoto wao, wana ghadhabu na wenzao katika shughuli, wanafunzi wenzao, au mwalimu kwa mwanafunzi wake. Ala kulli hal, ghadhabu ambazo hazina faida yoyote zaidi ya intikamu ya nafsi yake tu. Kadhalika mtu anapokuwa ameghadhibika atakikana aondoke mahali hapo, akae mahali pengine, abadilishe mkao. Ni katika moja ya dawa. Kama alikuwa amesimama basi akae, na kama alikuwa amekaa basi atafute mahali ajilaze. Idha ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis, ndio wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akighadhibika mmoja wenu kama na hali ya kuwa yeye ni mwenye kusimama, basi na akae. Fa in dhahaba anhu alghadab, ikiondoka hiyo ghadhabu kwake basi itakuwa ni khairi. Wa illa falyattaji', na kama bado haijaondoka alale ubavu. Umesimama, kaa chini. Ngine kwamba msalie Mtume bwana, kaa chini. Basi wewe kaa chini, bado ghadhabu zipo, utatemeka, lala, ghadhabu zitaondoka. Kadhalika mambo mengineyo ni miongoni mwa mambo ya msingi kabisa, al-bu'd an asbabil ghadab, kujiweka mbali na zile sababu za ghadhab. Wewe wajua una hasira, alafu anza kutaniana na watu, utakumtania huyu, ukitaniwa wewe wajua mara mtoa kisu, utakupigana. La, sio sawa. Wewe jiweke mbali na sababu za ghadhab. Kuna watu Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba wana vifua vipana vya kuhimili mambo na maneno ya kukuua wewe kwake anacheka tu. Kuna watu wamepewa vifua. Mmoja katika hao ni Ma'an bin Zaida, nishataja habari zake zaidi ya mara 2 mara 3 tukiwa tukisomesha kitabu hiki. Huyu bwana amepewa as-sadrur rahim, ana sa'atu as-sadri katika mambo ya haya ya ghadhab. Siku moja watu walikuwa wakimzungumzia, akaja bedui mmoja akasikia kwamba katika watu bwana ambao waghadhibiki ni Ma'an ibn Zaida. Akasema, mimi naweza kumghadhibisha wewe, sijawahi kushindwa kumghadhibisha mtu mimi, fedhuli kweli kweli. Akaenda kwa Ma'an ibn Zaida akamwambia, Ma'an, atadhkur idh lihafuka jildu shah wa idh na'laka min jildi al-ba'iri. Ma'an ibn Zaida ni mtawala, si kwamba ni mtu ovyo ovyo tu. Ni governor, ametawalishwa, yuko pale mkubwa, watu wanamheshimu. Bedui amekuja amwambia, wakumbuka wewe wakati tandiko lako ukilalia ilikuwa ni ngozi ya mbuzi?
siwakumbuka wewe ulikuwa unalia kwenye godoro lako ni ngozi ya mbuzi wewe. Wa idhna alaka min jildil ba'ir, na viatu vyako vitokana na ngozi ya ngamia, wakumbuka? Sasa wewe ndio kwa mkoa au kwa waziri, wewe wakumbuka walikuwa katika kibanda, wewe si hivi kwenu uko hivi na hivyo, mkumbushane mambo yake ya zamani na maisha yake duni aliyoishi. Maana akamwambia adhkuruhu wala ansahu, jambo hilo mimi nalikumbuka wala silisahau, siwezi kusahau vitu kama hivyo. Sasa yule bedui akaendelea, fa subhana alladhi a'taka mulkan wa 'allamaka aljulusa 'ala as-sariri, basi namtakasa kumtakasa yule ambaye amekupa wewe ufalme na akakufundisha wewe kukaa juu ya viti vya wafalme. Maana akamwambia inna Allah yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha, hakika Allah anamtia nguvu, anamtukuza anemtaka na kumdhalilisha anemtaka. Bedui akaendelea, falastu musalliman wa anishtu dahra ala ma'ni bitaslim al-amir, mimi siwezi kumsalimia hata nikiishi milele, siwezi kumsalimia maani kwa salamu za amir, yani siwezi kusalimia kama kiongozi wewe. Walastu musalliman in ishtu dhahran ala ma'ni bitaslim al-amir, mimi siwezi kumsalimia maani hata kama nitaishi milele kumpa salamu kama wanavyosalimiwa maamiri na viongozi. Maana akamwambia assalamu khair wa laysa fi tarkihi dhair, salamu ni khairi na wala hapana katika kuacha kwake madhara yoyote. Ukitaka salimia, ukitaka nenda zako, mimi sina neno. Bedui akaongeza, saarhal an biladi anta fiha walau jara az-zamanu ala al-faqir, mimi nitahama, nitaondoka, nitasafiri kuacha mji ambao wewe uko ndani yake, walau jara az-zamanu ala al-faqir, japo zama zikifanya jeuri, zikifanya dhulma juu ya fakiri. Faqala ma'an in jawartana famarhaban bil iqama, ukitaka kukaa na sisi, kwa jirani na sisi, basi karibu ufanye ukazi. Wa inja wastana famaskuban bisalama, na ukitupetuka sisi utakuondoka, basi utakuwa ni mwenye kuambatana na salama, nenda salama bwana. Fajudli yabna naqisatin bimalin fa inni qad azamtu ala almasir, fajudli yabna naqisa, toa nipe ewe mtoto wa mpungufu. Baba yake anaitwa Zaida, akambadilisha ni mutanaqisa, maana bin Zaida yasema maana bin naqisa. Fajudli yabna naqisatin bimali, nipe ewe mtoto wa naqisa, nipe mali. Fa inni azamtu ala almasir, kwa sababu mimi nimeazimia kuondoka na kwenda zangu. Faqala ma'an a'tuhu bi 1000 dinar, mpeni dinari 1000 huyu, tukhafifu anhu mashaq al-asfar, ambazo zitamkhafifishia yeye mashaka ya safari. Akachukua Ma'an akasema, qalilu ma ataita bihi wa inni la atma'u minka fil mali al-kathir, ulichokitoa ni kidogo, umetoa pesa kidogo tu, na mimi ninatumai kwa wewe mali nyingi. Fathanni faqad ataka al-mulku afwan bila aqlin wala ra'yin munir, fanya kawili, zidisha mara ya pili yake, kwa sababu ufalme wenyewe umekujia bahati mbaya tu. Bala aqlin wala ra'yin munir, si kwa sababu ya akili wala rai yenye kutoa nuru. Qala man a'tuhu 1000 thaniya, mpeni 1000 nyingine, kay yakuna anna radiyan, ili apate kuturidhia sisi. Yule Arabi akaenda akasogea mbele ya Maani akamwambia, sa'altu Allah an yubqiyaka dahra fama laka fil bariyati min nadhiri faminka aljud wal ifdal haqqan wa faydhu yadayka kal bahri al ghaziri. Akageuka akaanza kumsifia pale, akamwambia, namuomba Allah akubakishe milele wewe katika viumbe huna mfano. Maneno yote haya niliyokuambia mimi bado hujakasirika. Faminka aljud wal ifdal, kwa wewe kuna ukarimu na kufadhilisha. Haqqan wa faydhu yadayka kal bahri al ghaziri. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala awafadhilisha watu katika jambo kama hili la upole na hilmu. Usiseme mimi siwezi bwana, siwezi kabisa, kama fulani hawezi mimi siwezi. La, alghadab kwa sababu ni kinyume cha alhilm. Inma alhilmu bitahallum wa inma alilmu bitaallum. Hilmu ni kwa kujifanyisha, kama vile ambavyo ilmu ni kwa kusoma. Kwa hiyo kama tabia huna hii, basi ni muktasab, utakiwa ujifanyishe mpaka uweze.
wallahu almuwaffiq. Tumetumia dakika nyingi katika kusherehesha hadithi hii. Kuna maelezo mengi wanawachuoni katika masala haya kuhusu ghadhabu katika mambo ya binafsi na ghadhabu katika jambo la dini na mipaka yake. Lakini talibul ilmi atahalla na tabia hizi. wallahu a'lam. Naam. قال رحمه الله تعالى: الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. نعم. الحديث 17 حديث يا 17 عن أبي يعلى شداد ابن أوس رضي الله عنه. imepokewa kutoka kwa Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam قال, kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amesema: inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in, hakika Allah amewajibisha kutenda wema katika kila kitu. Inna Allah kataba al-ihsana, hakika Allah amewajibisha kutenda wema. Hapa kataba kwa maana ya aujaba, wa katabna alayhim fiha ay wa aujabna alayhim fiha. kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut ay aujaba alaykum idha hadara ahadakum الموت. كتب عليكم الصيام أي أوجب عليكم الصيام. وإن الله كتب على كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء, حقيقة الله amewajibisha kutenda wema katika kila kitu ukifanyia wema. kwa sababu neno kataba عند الأصوليين من الألفاظ التي يستفاد بها الوجوب. sawa. فإذا قتلتم mtakapoua, فإذا قتلتم mtakapoua, kwa maana mtakapoamua kuchinja, fa ahsinul qitla, fanyeni vizuri kipambo cha kuua. Alqitla na adhibha inasoma bilkasr ay alhay'a, wal maana ahsinu hay'ata adh-dhabhi, fanyeni vizuri kile kipambo cha kuchinja. Wa hay'ata al-qatl, na kipambo cha kuua. Kwa alhadithu yadullu ala al-isra'i fi izhaq an-nufus, hadithi inafahamisha juu ya kufanya haraka katika kuzitoa roho, allati yubahu izhaquha, ambazo kumebihishwa kuzitoa roho, kuzitoa kwake, ala ashali alwujuhi, katika njia ile kwenye pesi zaidi. Mfahamu? Kwa hiyo fa idha qataltum, mtakapoua, fa ahsinul qitla. Kuna ismu marra, kuna ismu hay'a, nadhani mnafahamu katika ukisoma katika nahwu na katika sarf. Hii ni ismu hay'a, alqitla katika wazani wa fi'la, qitla wazani wa fi'la. Fa ahsinul qitla, fanyeni vizuri kipambo cha kuua. Wa idha dhabahtum, na mtakapochinja, fa ahsinu dhibha, fa ahsinu dhibha, fanyeni vizuri kipambo cha kuchinja. Waliyuhidda ahadukum shafratahu, na akinoe mmoja wenu kisu chake. Waliyuhidda ahadukum shafratahu, na akinoe mmoja wenu kisu chake. Kisu chake kuna makali, ili mchinje vizuri. Waliyurih dhabihatahu, na amstareheshe, akistareheshe kichinjwa chake, na amstareheshe mnyama wake. Yule mnyama anemchinja amstareheshe, asimuadhibu. Mfahamu? Kwa Mtume صلى الله عليه وسلم ndio akataza nuhba wal muthla, kwa yule kwa mtu anayeuawa, ila atakapokuwa ni katika njia ya kisasi. Kuna Myahudi mmoja siku moja alimuua mwanamke, alimuua mwanamke wa Kiislamu, ikawa bado roho iko, anakata roho. Watu wakawa muuliza, ni nani amekuua wewe? Fulani. Atajua fulani, kimya. Fulani qatalak, mpaka alipotajiwa Myahudi mmoja katika mara 3, fulanun qatalak, akaishiria kichwa chake kwamba ndio, na yeye akaletwa, akabondwa baina ya mawe mawili, na mpaka akafa.
Kwa hiyo ihsanu katika qitla ni mtu kuuawa, yani ikiwa mtu amemuua mwenzake na yeye kuuawa kwa mfano wa vile alivyomuua mwenzake, na hii ndio ainul adl wal insaf wal hurumat qisas. haya rawahu Muslim, ameipokea hadithi hii al-Imam Muslim. Hadithi hii inafahamisha juu ya rahma na shafaka kwa wanyama na Uislamu kwamba ni dini ambayo inachunga haki za wanyama, haki za watu, haki za binadamu. Watu watakiwa wazichunge haki hizo. Kwa maneno haya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, watu kuangalia ihsan katika haki za wazazi, ihsani katika haki ya waumini, ihsani katika haki mpaka ya mausat, ihsani katika haki ya maulama, ihsani katika haki ya watawala, ihsani katika haki za kafiri. Watu watakiwa wote wapewe haki zao. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqa. Naam, iqra. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. نعم. الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما. imepokewa kutoka kwa Abu Dharr ambaye ni Jundub bin Junada, ambaye ahadu akabir ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bali inasemekana ndio mtu wa 4 kuingia katika Uislamu. Kisabu wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4 ni yeye au wa 5. Wewe si Muislamu wangapi? Lakini yeye wa 4, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4 ni Abu Dharr Jundub bin Junada. Na yeye ndio mtu wa kwanza kumsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa salamu ya Kiislamu, assalamu alaykum wa rahmatullah. Na yeye ni katika watu wa mwanzo ambao wamehama hijra za mwanzo kabisa kwenda Makka. Kadhalika hajawahi kuabudu sanamu katika wakati wa jahiliya. Kuna watu waliabudu masanamu, yeye hakuwahi kuabudu sanamu. Wakati wa khilafa ya Abu Bakar na Umar na Uthman alikuwa akitoa fatwa. Yeye ni katika watu ambao walikuwa wakiaminiwa katika kutoa fatwa, watu wakimfuata Abu Dharr naye akitoa fatwa radhiyallahu anhu. Amefariki mwaka wa 32. Na mwingine ni Abu Abdurrahman Muadh bin Jabal bin Amr bin Aus, sahaba mtukufu faqih, amesilimu akiwa na umri wa miaka 18. Amehudhuria vita vya Badri na vita vingine vyote vilivyobakia pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume alikuwa akimpandisha kama abiria wake kwenye mnyama wake. Na siku Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amemtuma kwenda al-Yaman, alikuwa anamsindikiza Muadhi, amepanda juu ya kipando, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatembea kwa miguu, na yeye ndiyo kadhi aliyepelekwa huko Yaman. Na wakati huo alikuwa na umri wa miaka 28 tu, amepelekwa huko ili akawafundishe watu dini. Amefariki kijana mdogo sana, amefariki kwenye miaka 30 na kitu hapo. Na yeye ni katika sadatul ulama, atakuwa akiwaongoza maulama siku ya kiyama, Muadh bin Jabal. Sasa hawa watu wawili hawa wamepokea hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema ittaqillaha haithuma kunta, muogope Allah popote ulipo. Haithuma ni dharfu makani, ay fi ayi makani, mahali popote pale. Kana fi ayi makani kan sawa fi al-alaniya au fi sir, sawa sawa ni katika dhahiri au katika siri, ni katika nyumba au katika soko, mbele za watu au peke yako. Ittaqillaha haithuma kunta, muogope Allah popote ulipo.
au popote uwapo, wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, lifuatishie baya ulilolitenda kwa jema, lifuatishie lile baya ulilolitenda lile kwa jema. Hapa pana mafuuli wawili, as-sayyi'ata ni mafuulu awwal na al-hasana ni mafuulu athani, mafuulu thani. Sasa lile baya ulilolitenda lifuatishie jema. Sio umetenda jambo baya, fanya jambo la kheri, tamhuha, lile jema litalifuta lile baya, tamhuha, litalifuta lile baya, jema litalifuta baya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, na tangamana na watu kwa tabia njema, tangamana na watu kwa tabia njema. Sawa. Kwa hiyo hapa tunafundishwa ya kwamba tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala popote tutakapokuwa, si mbele za watu tu ukajifanya kwamba ni mwema. Popote pale utakapokuwa wewe muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa kuwa wewe ni mwanadamu, pengine umeteleza ukafanya jambo baya, basi lile baya ulilofanya lifute kwa kutenda jema, kama ilivyokuja katika aya aqimis salata wa aqimis salata tarafa an-nahari wa zulafan min al-layl. Kwa nini? innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin. Kuna mtu mmoja alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, akamwambia Rasulullah, mtu amepata dhambi kwa mwanamke, yani mtu anaweza kumfanyia mwanamke jambo ambalo kama vile mwanamume anavyomfanyia mkewe, isipokuwa zinaa tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, uliswali alfajiri na sisi? Wewe uliswali pamoja na sisi alfajiri? Akasema ndiyo. Akamwambia, akamsomea innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at, hakika mema yanafuta mambo maovu, mambo mema yanafuta maovu. Lakini pia vile vile watakiwa mtu afanye tauba. Pamoja na hayo, tauba ni lazima. Haya, lakini pia anasema wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, tangamana na watu kwa tabia njema, ishi na watu vizuri, tangamana nao kwa uzuri. Hii ni katika tabia au katika mwenendo wa Muislamu, kuishi na watu vizuri. Hadithi ina mambo mengi na maelezo mengi, lakini mimi katika makusudio yangu napenda katika kila darasa tusome hadithi 5, yani sipungue chini ya hadithi 5. Sasa tukisema tutoa maelezo kwa urefu, tutalazimika tusome chini ya hadithi 5. Sawa. Maadhinio kwanza. Hadithi hii rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan, wa fi ba'd an-nusakh hasanun sahihun. حسنه الألباني في صحيح الترغيب